Leo ni siku ambayo tunakusanyika hapa kuendeleza mpango ulioanza mwaka 1996 kwa kutenga siku mojawapo ya kutoa mafunzo, na mafunzo yetu inaendana na mada au theme ambayo tunakuwa tumepewa kwa mwaka husika. Huko nyuma toka mwaka 2015 tulikuwa tunatoa mafunzo kwa wiki nzima kabla ya siku ya leo, lakini mwaka huu nitaeleza huko baadaye kwa nini tuliondoa wiki ya mafunzo na nini tulifanya. Ndugu wageni waalikwa, wananchi na wananchi wote, kabla sijaanza kuongelea maudhui ya siku ya sheria mwaka 2026, nimeona ni vyema angalau na nitakapokuja kusema mengine yao na ushahidi, niseme kwa kifupi tulivyofanya kazi hasa eneo la Mashauri kwa mwaka uliomalizika 2025. Kabla ya tarehe 2 Januari, kanda ya Mahakama Kuu ya Shinyanga tulikuwa na mikoa miwili. Kabla ya tarehe 2 Januari 2025, kanda ya Shinyanga tulikuwa na mikoa miwili ambao ulikuwa ni mkoa wa kiutawala wa Shinyanga na mkoa wa kiutawala wa Simiyu. Lakini kwa sasa Mahakama Kuu kanda ya Shinyanga tumebaki na mkoa mmoja wa Shinyanga baada ya Simiyu kutangazwa na kuanza rasmi tarehe 2 Januari mwaka 2026. Kwa sasa Mahakama Kuu tuna Mahakama Kuu kanda ya Simiyu na Mahakama Kuu kanda ya Shinyanga. Taarifa zangu nitakazozitoa kwa sababu zinaishia Disemba zitagusa na kanda ya Simiyu. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, nitasema tu kwamba tulipoanza mwaka kanda ya Shinyanga Mahakama Kuu tulianza na mashauri 238, tukapokea mashauri 882, tukamaliza mashauri 854 na mwisho wa mwaka tukabaki na mashauri 226. Mahakama ya wilaya ya mkoa Shinyanga wao walianza na mashauri 40 na Mahakama ya mkoa Shinyanga walianza na mashauri 12, wakapokea 52, wakamaliza 52, mwisho wa mwaka wakabaki na mashauri 12. Simiyu wao walikuwa na mashauri 16, wakapokea mashauri 20, wakamaliza mashauri 36, wakabaki na mashauri 0 wakati wanafunga mwaka kuanza mwaka 2026. Hivyo basi unaweza kuona kwamba mahakama ilifanya kazi kwa kiwango kikubwa sana, na tumebaki na shauri lenye kuwa na la muda mrefu moja katika kanda mzima na liko Mahakama Kuu, na lenyewe limebaki kwa sababu linasubiri mahakama ya rufani wafanye kazi yao ili tuweze kuyatatua. Tumebaki na mashauri 4 yaliyofunguliwa mwaka 2024 na mashauri 559 yaliyofunguliwa mwaka 2025. Mkakati tulionao ni kuona kwamba mashauri yote yaliyofunguliwa mwaka 2025 yamalizike kabla ya mwishoni wa mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo tunapoanza mwezi wa 7 tusianze na shauri lolote la mwaka 2025 na wala yasiyopo ya 6 ya 2024 tuliovuka nayo, wala hata lile linalosubiri maamuzi ya mahakama rufani la mwaka 2023 nalo lisiwepo. Mafanikio haya mazuri na ya kipekee, napenda kuwashukuru sana waheshimiwa majaji, maafisa wa mahakama wengine, msajili na watendaji, lakini washukuru na kuwapongeza mahakimu wote wa ngazi mbalimbali, watumishi wa mahakama, mawakili wa serikali na kujitegemea, wadau wa mahakama. Hakika imekuwa ni kazi nzuri, lakini pamoja na mafanikio hayo bado tunalo jukumu kama nilivyosema la kuhakikisha kwamba tunamaliza mashauri yaliyovuka mwaka ndani ya kipindi hiki kifupi kabla tujavuka mwezi wa 6 kuingia mwezi wa 7. Najua niwaombe sasa tujipigie makofi kwa mafanikio hayo, sio kazi ndogo. Niruhusu sasa niongelee kauli mbiu baada ya kusema nini kilifanyika mwaka 2025. Kauli mbiu ya mahakama kama watangulizi wangu walivyosema, mwaka huu ni mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa.
Ndugu wageni waalikwa na wananchi wote, kama walivyofafanua wenzangu, na mimi niongeze kwamba jukumu la mahakama ni kutoa haki na kuendana na dira yetu ambayo tumejiwekea, ambayo inasema utoaji au haki sawa kwa wote mapema ipasavyo, bila kujali hali ya watu kijamii, kiuchumi, na kwa kushirikiana na taasisi nyingine ambazo wenzangu waliotangulia wamestaja, sitapenda kurudia. Mahakama katika kutekeleza jukumu lake hilo la haki sawa kwa wote kwa wakati mapema ipasavyo, tunatakiwa kuzingatia masharti ya kikatiba ambayo yanayo masharti manne: kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kiuchumi na kijamii wala rangi yake; 2, kutochelewesha haki bila sababu ya msingi; 3, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine; 4, kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina ya wanaohusika katika migogoro. Wageni waalikwa, natambua kwamba wenzangu wamesema mambo mengine nitakuwa narudia, lakini nipende kusisitiza kwamba dhana hii inatukumbusha na inatutaka kuendelea kuwajibika kutekeleza nafasi ya mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Nipende kunukuu mambo ambayo yalisemwa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa majaji na mahakimu na viongozi wetu, ambapo Mheshimiwa Rais alitukumbusha na akasema mambo yafuatayo kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi wa haki. Mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ndiyo msingi wa utawala bora, imani na usalama na utulivu wa taifa. Hilo ndio jukumu letu kubwa, kwamba palipo na haki na sisi tukatekeleza hiyo kwa kuzingatia uwezo wetu, weledi na uadilifu, basi nchi itaendelea. Na nchi kama kuna utawala bora, nchi haiwezi kuendelea. Lakini nini tunafanya katika kuboresha na kusimamia ustawi wa jamii? Mwandishi mmoja wa kitabu anaitwa Patricia, katika kitabu chake cha Quotes as a Champion for Sustainable Development, aliandika, na mimi napenda kuanza na mambo yake, msimamo wake aliyosema, ingawaje alijielekeza mchango wa mahakama kwenye ustawi wa jamii hasa kwenye upande wa mazingira. Alisema yafuatayo ambayo yanagusa hata maeneo mengine ambayo yakuyataja. Kwa tafsiri sasa, ni kwamba mahakama ina jukumu muhimu sana katika kuboresha na kufasiri sheria za mazingira na yenye pamoja na kulinda maslahi ya umma katika mazingira salama na yenye afya. Kwamba ili tuwe na mazingira bora, mahakama ina mchango mkubwa. Tafsiri zenu mnazotoa mahakamani, waheshimiwa majaji na mahakimu, zinaweza kuchangia kulinda mazingira au kuathiri mazingira ambayo tuko nayo. Mahakama zimekuwa zinaendelea kuwa na nafasi ya msingi katika kuendelea na kutekeleza mifumo ya kisheria na taasisi kwa ajili ya maendeleo endelevu. Huko ni kwenye upande wa ustawi wa jamii. Lakini niwakumbushe mambo mawili matatu ya huko nyuma. Mnakumbuka mwaka 83 kulitolewa maamuzi kwenye ustawi wa jamii, ambapo mahakama ilikuwa ni mtu wa kwanza kutambua mchango wa wanamama ambao wanaotoa kwenye familia, wale ambao wafanye kazi za kuajiriwa. Na tusingetambua hili, wenda wenzetu wengi wangeacha kufanya kazi za nyumbani wa mama, na sijui tungekuwa wapi. Mahakama kwenye kesi maarufu ya Biawa ilisema wale wa mama ambao wakuajiriwa pindi wanapofanya kazi nyumbani za kupika na kuhakikisha kwamba wababa wanatoka nyumbani kwenda kufanya kazi salama, ni mchango, na wanapofikia kuvunjwa kwa ndoa uhesabike kwamba ni mchango sawa na mchango wa mwanamume ambaye anachangia kwa njia ya fedha. Lakini hii ilikuwa ni miaka kwenye ustawi wa jamii zetu za
ambapo si watu wote tumeajiriwa tunachangia katika kipato cha familia kwa njia moja kwa moja ya kifedha. Lakini miaka mmoja iliyopita au miwili, mahakama pia ilielekeza kitu ambacho ni muhimu leo nipependa nikiseme kama mfano mwingine wa mchango wa mahakama. Mahakama ilituambia kwamba, na katika shauri maarufu la Alois Masaru Mapembe, kwamba jukumu la kutunza watoto sio la mwanamume peke yake. Sheria ya ndoa ilikuwa inatambua jukumu la kutunza watoto la mwanaume, lakini sheria ya watoto inatambua jukumu la kutunza ni la watoto. Sasa mahakama ikathibitisha kwamba jukumu la kutunza watoto wa familia, ustawi wa jamii, ni la watu wote, baba na mama. Kwa hiyo wamama mlioko hapa mtambue jukumu lenu hilo, na sio jukumu letu la baba. Hiyo ni kuleta ustawi wa jamii. Lakini tunaambiwa kwenye sheria ya mikataba, wakili ametuambia mahakama inasisitiza mikataba, na kwa kweli niseme mimi sitarudia yale nilikuwa nimesema, lakini nitoe mfano mahakama ambavyo imesema kuhusiana na kuimarisha utatuzi wa migogoro ya mikataba na hasa masuala ya mabenki. Wamesisitiza, mahakama imesema ukikopa ulipe, na mahakama imesema sisi hatuna nafasi ya kubadilisha masharti ya mikopo katika kutambua umuhimu wa mikataba ambayo wakili wa serikali alisema. Mimi nitoe mfano. Mahakama ya juu ya Tanzania katika shauri la Harold Sekiete Elvira ilisema, na ningependa nukuu bila kuongeza maneno: mahakama zitatekeleza masharti ya mikataba yaliyokubaliwa kwa hiari ya wahusika na hazitayaandika upya wala kuyabadilisha, isipokuwa pale ambapo yataathiri uwepo patakuwepo na udanganyifu wa ukosefu, ukosefu wa uwezo wa kisheria, uwasilishaji potofu wa taarifa au masuala yanayokiuka sera ya umma. Kwa mahakama inatambua kwamba ukikopa ulipe, na katika kuhakikisha kwamba mabenki yanachangia katika maendeleo ya taifa, mahakama imesisitiza juu ya hilo kama ambavyo mwenzangu aliyetangulia alisema. Lakini katika swala hilo hilo kuongeza ustawi wa jamii, mahakama pia imezidi kusisitiza katika mifano mbalimbali. Imeongelea pia swala la wapangaji sugu wasiopenda kulipa, na ikaweka msimamo kwenye jamii kwamba ukipanga ulipe kodi, na usipolipa kodi ukaondolewa kwenye pango bila heshima, huna haki ya kudai. Hii ni katika kuhakikisha kwamba mahakama inaimarisha ustawi wa jamii na kuhakikisha kwamba watu tunaishi kwa kuzingatia sheria na kujiletea maendeleo na maendeleo hata ya wenye nyumba. Mahakama imeendelea na maboresho ambayo tumeambiwa na watangulizi wangu. Nitataja maboresho ya miundombinu, ngoja natambua kwamba bado eneo hilo kama ilivyosema wenzangu tunahitaji kuendelea maboresho ya matumizi ya tehama. Na nipende kutoa taarifa kwamba kwa mwaka 2025 zipo taasisi ambazo zinafanya kazi na mahakama ambazo tayari zimeunganishwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa mahakama. Niwapongeze na kushukuru wizara hizo, taasisi hizo. Tanganyika Law Society wameunganishwa, EWURA, RITA, Jeshi la Magereza na TAKUKURU tayari hawa wameunganishwa. Faida ya kuunganishwa ni nini? Ni kubadilishana taarifa za kimahakama bila kuhitaji kufika mahakamani, na hivyo kupunguza muda na adha za ucheleweshaji wa mashauri na taarifa kati ya hizi taasisi ambazo nimezitaja. Lakini pia mahakama tumechangia moja kwa moja kwa kutatua migogoro mapema ili kuhakikisha kwamba fedha zilizo mahakamani zinaenda kutumika kuleta maendeleo ya taifa na nchi kwa ujumla. Mfano, mwezi Oktoba mwaka 2025 mahakama ya Tanzania iliweka mkakati wa kusikiliza mashauri ya kimkakati. Yalikuwa ni mashauri 2128 yanayohusu biashara, kodi, mabenki, ardhi na uwekezaji, baada ya kubaini kwamba mashauri hayo yaliyokuwa mahakamani yalikuwa yanashikilia thamani ya pesa takribani shilingi za Kitanzania trilioni 9 bilioni na bilioni 400. Nizidi kuwapongeza waheshimiwa mahakimu na watumishi na wadau wa mahakama
Sisi Shinyanga na sisi hatukuwa nyuma. Sisi tulikuwa na mashauri 92 kwa ngazi ya mahakama kuu, na ilipofika hiyo tarehe tulikuwa tumeyatolea maamuzi yote kasoro mashauri 8 tu, na hivyo kwenye kanda yetu na pia sisi tuliweza kuchangia moja kwa moja katika maendeleo ya taifa kwa kukwamua pesa ambazo zilikuwa zimekwama mahakamani. Ndugu wageni waalikwa na wananchi wote, naomba sote tukumbuke kwamba mahakama inayo mpango mkubwa ya ustawi na maendeleo ya nchi, hususani inaposhughulikia mambo yafuatayo. Wenzangu wamesema kulinda haki za kikatiba, sitarudia. Kulinda haki za binadamu, sitalirudia pia, nalo tumekumbushwa na wakili wa serikali. Kuimarisha uwekezaji wa uchumi, nayo sitarudia aliyosema. Kuleta amani na utulivu wa jamii, naungana pia na wakili wa serikali na wakili wa serikali waliosema kuhusiana na hayo. Lakini niongelee kidogo kwamba mahakama, mchango wetu ambao tunaendelea kutoa na tunaendelea kutoa ni katika kuchangia katika dira ya maendeleo ya taifa, katika dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2020 mpaka 2050. Wageni waalikwa, wananchi wote, dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, Tanzania inatakiwa kuwa taifa jumuishi lenye ustawi wa haki na linalotegemea uchumi. Hatuwezi kuwa taifa lenye ustawi wa haki bila mahakama kuchukua nafasi yake na kutenda kazi zake. Na tunategemea ifikapo mwaka 2020 taifa letu liwe na uchumi imara zaidi, jumuishi na shindani, uwezo wa watu wake na maendeleo ya jamii, uhifadhi wa mazingira, uvumilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Haya ndio tunayotegemea mwaka 2050. Hivyo basi, kufikia huo mwaka tuendelee kuwa na taifa lenye kuheshimu utawala bora, taifa lenye amani, usalama na utulivu. Mahakama lazima tutimize lengo letu la utoaji haki mapema ipasavyo na kwa watu wote, ili taifa lenye amani na usalama, na hivyo kuchochea maendeleo ya taifa na kupunguza gharama na muda wa kutatua migogoro, hivyo kutumia muda huo ambao tutaupunguza na kuokoa gharama tutakazokuwa tumeziokoa kujiletea maendeleo binafsi na maendeleo ya taifa. Ndugu wageni waalikwa, mahakama sio tu chombo cha kutatua migogoro, bali ni msingi wa ustawi wa maendeleo ya taifa zima, na ukweli wa kwamba mahakama huru na yenye nguvu ni ufunguo wa maendeleo endelevu. Bila mahakama hakuna utawala bora, hakuna uwekezaji hakika, na ustawi wa wananchi huathirika sana. Ndugu wageni waalikwa na wananchi wote, kwa mara nyingine naomba kunukuu tena maneno yaliyotolewa wakati wa uzinduzi wa mkutano wa majaji na mahakimu. Imani na utulivu katika jamii inategemea upatikanaji wa haki. Imani na utulivu katika jamii inategemea upatikanaji wa haki. Kwa hiyo mazingira ya amani yaliyojengwa na Watanzania kupitia serikali yao yawezeshe vyombo vya mahakama kutenda haki. Hivyo ni rai yangu kwenu, taasisi zetu za haki jinai na madai, kujumuika katika kuhakikisha mahakama inafikia jukumu lake la utoaji haki kwa weledi, pasipo kukwamishwa au kufungwa na sababu mbalimbali ambazo tunategemea tuziepuke na tuna uwezo wa kuziepuka. Ni rai yangu pia kwa taasisi na wadau wa mahakama kuendelea kuboresha mifumo yake ili kuwezesha kusomana na mahakama ili kufikisha malengo ya matumizi ya tehama. Tumesikia kwa wakili wa chama cha mawakili wa kujitegemea kwamba bado wana changamoto ya tehama na wataendelea kuboresha matumizi ya tehama. Ni vyema, lakini kuboresha nidhamu, na tutapeleka mapendekezo waliowakilisha kwetu ya kurekebisha sheria ya mawakili ili na wao waweze kutenda kazi zao kama ambavyo wanategemewa kwa uhuru pia na kwa heshima haki zao wawapo kazini. Aidha, nitoe rai na kuwaomba waheshimiwa majaji na mahakimu kuzingatia viwapo vyetu
na kanuni za maadili. Niwaombe watumishi wa mahakama tuzingatie maadili ya kazi yetu na tutoe haki kwa haraka ipasavyo na kujiepusha na vitendo vya rushwa na upendeleo tuwapo kazini, na tuwahudumie watu wote kwa misingi ya haki kama ambavyo nimeeleza. Wageni waalikwa na wananchi wote, niwakumbushe kwamba jukumu la kutenda haki sio la mahakama na vyombo vilivyovitaja, bali ni jukumu la wadau wa mahakama, wananchi tulioko hapa na hata viongozi wenzetu wengine katika nafasi zenu. Tumeambiwa juu ya changamoto mbalimbali za upelekaji wa hati za watu huitwa shaurini. Tumeambiwa juu ya changamoto ya miundombinu ya mahakama. Niombe kwa kukumbusha viongozi na hasa mstahiki meya mwenzetu aliyeko hapa kwamba mahakama imeomba ili kuimarisha miundombinu ya mahakama ya mwanzo, tupate viwanja katika kila kata vya ujenzi wa mahakama za mwanzo, na Mheshimiwa Rais amekubali na pia akaagiza serikali za mitaa kutusaidia kujenga mahakama za mwanzo. Niombe sasa ushirikiano wenu mtusaidie kupata viwanja na sio viwanja tu, na kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais ya kwamba tushirikiane na mahakama kujenga mahakama za mwanzo katika ngazi za kata zote za mkoa wetu wa Shinyanga, lakini tukianza kabisa kutenga viwanja na baada ya pale kushirikiana nasi kujenga mahakama. Pekee kama ninavyosema haiwezi kuhakikisha kwamba haki inatendeka na inatendeka kwa wakati kama ambavyo wananchi au inatendeka haraka ipasavyo bila mshirikiano wa wananchi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.